Saidia kukuza ubora wa filamu Tanzania. Saidia kuinua wasanii wa filamu Tanzania. Hakikisha unanunua nakala halisi zenye nembo ya Steps Entertainment yenye kumelemeta. Steps Entertainment watatoa zawadi nono kwa yeyote atakayefanikisha kupatikana kwa mahali penye mitambo ama maharamia wa filamu hizi. Kwa wale wote wenye library na vibanda, hakikisheni hamkodishi wala kuonyesha filamu pasipokuwa na idhini ya wamiliki wa filamu husika. Kumbuka, muuzaji, mwonyeshaji na mkodishaji wa filamu feki pamoja na wateja wao wote wanavunja sheria. Hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote wanaohusika na uharamia wa filamu hizo. Adhabu yake yaweza kuwa kifungo cha miaka 3 au faini isiyozidi shilingi milioni 5 au vyote kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0716788805 au 0715060111. Haki zote zimehifadhiwa. Steps. We take one step ahead every day. Na sasa wasambazaji wako wakuu wa filamu nchini Tanzania, Steps Entertainment, kwa mara ya kwanza kabisa wakishirikiana na Happy Time Productions wanakuletea collection album ya nyimbo za Injili iitwayo Amen Volume 1. Katika Amen Volume 1 utakutana na waimbaji mahiri kabisa wa nyimbo za Injili kama vile Bahati Bukuku, Ephraim Mwansasu, dunia vingi vilabu kuliko nyumba za Mungu, Cosmas Kidumule, namshukuru Yesu mimi, Jennifer Mugendi, Angaza Bwana, angaza. Mchungaji Clement Nkita. Msaada wa pekee unapatikana kwa Yesu. Amen. Martin Bashando, Kama nikopita mapito ni watu wanapita sana. Benjamin Mpanduji, na ijulikane leo wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mbarikiwa Mwakipesile, Haleluya, haleluya, haleluya. na kwaya ya KKT Kilimahewa. Uyeyono kurumi kemera kandi nona wina sifundo. Tafadhali usikose kununua albamu hii Amen Volume 1. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu namba 0713514487 au 0713570581. Hakikisha unapata nakala halisi na Mungu akubariki. Twende. Hey! Hallelujah! Msichana mrembo na wanaume wawili wenye ushindani katika stori ya mapenzi. Crossroads. Visa, usaliti. Sikiliza nikwambie. Haisemi chochote. Wewe unafikiri atakwambia ukweli? Mapenzi yasiyo na staha. Uliniambia kumbe unafikia kumbe ni bwana wako. Shuka kwenye gari uti. Ni Crossroads. Adhabu nipa witeni style hata kidogo. Kuja sasa mtu wangu hata kidogo. Sidhani kama unastahili kufanywa haya ambayo anafanywa. Unadharau sana ndugu wangu. Wewe sijacheki na demu wangu mimi. Nini wewe? Ni Crossroads. Usikose nakala yako. Dokta nakufa. Babako anaendeleaje? Ameanza tena kunywa pombe tena. Nilisani daktari amesema kwa hutakiwi kuvuta sigara tena. God
Kadri siku zinavyozidi kuendelea, naona vivuli vya kila aina ya kifo kwangu. Tutawezaje kumlea mtoto ambaye ana virusi vya ukimwi? Unadhani mwanamke ataponyesha ugonjwa wako ndio utazidi kufanya maisha yako yazidi kuwa magumu? Naomba nieleze, sizungumzi kwa mzaha daktari. Nimebakisha siku ngapi? Hivi kweli mke wangu anawezaje kuwa na mimba yangu ya mtoto wangu alafu akiwa na ukimwi? Hivi kwa nini kila siku tunaama? Hivi huwezi kutafuta mwanamume mwingine au kazi ya maana? Hawa ni wakina nani? Baba alimoa huyu mwanamke wiki kadhaa zilizopita. Kwa hiyo hivi ndivyo mlivyoamua kumoa huyu mwanamke? Unahitaji kumoa huyu kahaba? Jiangalie, unakaa tu kinilaumu hadi ugonjwa wako ukimwi pia. Muua mimi wewe. Ukimwi si kama mamako. Baba. Huyo mwanamke mimi nitaenda kumuua. Namwangalia mtoto wangu, nikimtizama ninapomwonea imani, nashindwa hata kumweleza ukweli mtoto wangu. Daktari, nakosa ujasiri daktari. Mimi nakufa hapa dokta. Ule wakati wa mapinduzi halisi katika tasnia ya filamu Bongo sasa ndio huu. Na sasa basi, Cream Entertainment wanadondosha bila kusita bonge moja la picha kutoka Tanzania. Ndio kitoka hapo kienda kumwambia hivyo mimi nakufa. Sikiliza nikwambia, mimi ni mtoto wa kiume, siulizwi. Ninakuuliza, ninataka kujua umetoka wapi. Nyamaza! Hard Love Moro. Hapo tutakutana na mbongo flavor halisi ama msanii wa kizazi kipya kutoka Bongo. Namzungumzia Chege Chigunda. Bila kusahau namzungumzia Auntie Zekel. Jacob Steven ndani, Neema Chande ndani, pamoja na wasanii wengine kibao. Kumbuka, Hard Love Moro, filamu kali ya Kitanzania. Hard Love Moro. Wewe ndio unasababisha house girl awe mbaya. Nakwambia kabisa. Sasa ukimpa house girl uhuru, basi ndio uhuru. Unamleta stoki mpenzi, nipo mimi nyumbani. Mwanaume nini niseme? Nikikoha. Baba huyo hapo, keshafika. Sio mambo mengine. Ni nongo nini? Inahusu. Bibie hodi. Katari sasa mgeni aja hodi. Bibi mwepesi najituma kwa staili yote ninayotaka. Kitanda hakipendezi kama mwanamke hukuvaa shanga. Tulia. Na Mungu atakubariki sana. Habari ndio hiyo.
mara nyingine tena, wapenzi wa kitchen party, tumerudi kama hivi mnavyotuona. Kwanza kabisa, kabla sijaongea chochote, napenda niwataarifu kwamba tuliwaahidi tutarudi na party 2. Ndio hii imekuja sasa. Lakini samahani kwa kuchelewa, kwa sababu wengi wanafahamu, wengi hawafahamu, lakini ni kwamba tulipata msiba mzito sana. Na msiba huo ni mwenzangu ambaye tulishirikiana naye vizuri katika kitchen party number 1. Huyo si mwingine, anaitwa Bishenaz. Kwa kweli ni masikitiko makubwa sana, ametutoka, na kila kilichopangwa na Mungu mwanadamu hawezi kukitenganisha. Ni masikitiko kwa taifa zima la Tanzania, ni masikitiko kwa jamii nzima, lakini tumemwachia Mungu. Na kipindi ambacho tupo katika maombolezo, tumemmisi, Mungu amemchukua, tukapata tena na msiba mwingine mzito, mwingine mkubwa sana, ambaye ni yule msanii ambaye alishiriki, anaitwa Bileila, na yeye Mungu akamchukua. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha sana, lakini hatuna budi kumwachia mambo yote Mwenyezi Mungu. Sasa leo hii tumekuja kivingine tena, lakini tunaendelea kukaza buti. Nia na madhumuni ni kuelimisha jamii na kuelimisha wanandoa kwa ajili ya kujenga misingi bora katika maisha ya ndoa. Kwa hiyo tumekuja sasa kwa awamu nyingine, tutashirikiana na wasanii wengine ambao wana nguvu na wana uwezo, na tutawapa mada ambazo zimekwenda shule. Basi ninawakaribisha sana, na leo hii tunaanza na mada ya house girl. Habari ndio hiyo. House girl kwa kweli ni mtu muhimu sana kuwepo katika nyumba, hasa ukizingatia nyumba ambayo ina familia, kwa sababu kina mama hatuwezi tukamudu shughuli zote za nyumbani. Hata kama uko mganga kiasi gani, unaweza kusema ngoja nioshe vyombo, huku mboga inaungua, mara mtoto kakojoa, mara baba anataka chakula, mara hivi, huwezi. Lakini house girl ni mtu muhimu kuwa naye katika nyumba, na unaweza ukapata bahati ya kupata house girl mwema, house girl nzuri, ambaye ukimwelewesha tu siku ya kwanza, maana hiki ndio choo, hili ndio bafu, hapa ndio store, hapa ndio jikoni, hapa tunaweka nguo chafu na kadhalika, ni mwelewa na akafanya kazi zake vizuri, na Mungu akakubariki sana. Kuna house girl mwingine unaweza ukampata ukamwona mwema, lakini ni nyoka. Ndio maana utakuta mama wengi sasa hivi wanaogopa mambo ya house girl, kwa sababu unaweza yasikukute, lakini mwenzio akakuhadisia, nilikuwa na house girl wangu ilikuwa hivi, nilikuwa na huyu. Kwa hiyo mama anapata uoga, anaenda anachukua house boy. Lakini nyumba nyingi ambazo house girl wapo, inabidi mama uwe makini. Usitegemee kila kitu akafanya house girl, hapana. Hata kama wewe ni mwajiriwa, wewe ni mfanyakazi, wewe ni mtu wa biashara, lakini lazima mambo mengine fanya mwenyewe kama mama. Utakuta wababa wengine wamezoea kula chakula cha house girl kila siku, mama hupiki. Ukirudi kazini umechoka, unakaa kwenye TV tu na remote. House girl apike, house girl amtengee chakula baba, house girl amwekee maji ya kuoga baba. Kwa nini?
house girl. Maji house girl. Chakula cha baba, breakfast ya baba house girl. Baba karudi usiku house girl akafungua. Nawaonya kwa sababu kuna madhara kama haya. Kwa mfano, kuna mama mmoja kibonge kama mimi. Tatizo uvivu. Tena ni mvivu kupindukia. Yeye akitoka katika biashara zake kajibotaka kwenye kochi kwa aletewe chakula hapo hapo. Ale, anaenda bafuni anaomba mara kaingia chumbani kapumzika. Baba anarudi kazini, mama alikuwa pikala. Sasa baba amerudi, mama umelala saa 1 usiku au saa 2. Unategemea nini? Utakuta wanaume wengine hawana usingizi wa lala. Anaweza akachukua whisky yake akakaa sebleni anaangalia runinga, na house girl iko pembeni. Mara house girl kapita, karudi, baba nikusaidie nini? Kwa hiyo mume anakuwa na muda mrefu wa kukaa na house girl kuliko mama. Mama mawasiliano nao naye ni chumbani tu. Kwa nini iwe hivyo? Hakikisha kila mahali unakaa na mume wako karibu. Kwa mfano sasa hivi kuna mipira ya usiku. Utakuta baba anapenda mpira, mama hapendi mpira. Muda wa kuangalia mpira ni usiku. Mama chumbani kalala, anamuacha house girl na baba sebleni. Saa 8 usiku anaangalia mpira. Unategemea nini hapo? Na mipira sasa hivi kuna mizuka. Mama wameshikana. Maana baba, huyu mchezaji anaitwa nani? Kamgusa baba paja, baba kasisimkwa. Ukimwangalia house girl amekuja chembamba, umemlisha miezi 2-3, nyuma kakalia hamila, mguu wa bia, anamsogelea mume wako. Baba, eti yule nani? Baba remote hii hapa. Ongeza sauti. Baba hivi unampa uhuru house girl na mume wako, unategemea nini? Kwa hiyo kuna mara nyingine tunaweza kusema house girl wabaya. Na kuna mara nyingine tunaweza kusema kwamba wewe ndio unasababisha house girl awe mbaya. Kwa sababu baba atakapomwingilia house girl atakataa, na muogopa mama, sitaki. Wenzetu wa kule mikoa ya kati wanakwambia, si sambi sako mwenyewe. Takuongeza mshahara. Umewahi kule baba mama anakupa mshahara shilingi ngapi? 10,000. Haya, chukua hii 30 na kesho nakupa nyingine. Hela ni shetani. Usimwambie mama, sisemi. Wanaanza na baba. Kwa hiyo house girl anakuwa na hamu kweli na mpira wa usiku. Akishapika chakula cha jioni, wamekula, watoto wamelala, mama kalala, yeye anaenda anajiswafi vizuri. Anakaa sitting room na baba kusubiri mpira. Baba nani? Baba nani? Baba nani? Baba nani?
kesho kutwa kitumbo ndi mimba anania baba mwenye nyumba. Unakuwa umeibomoa mwenyewe nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe. Kwa hiyo cha msingi, wanawake wenzangu, tuwe karibu na waume zetu. Mume wako mfanye kama rafiki, usimfanye mumeo kama adui. Unaweza ukakaa sebeni unatia story, unacheka na watoto, ukisikia gari tu baba karudi, baba karudi. Kwani umuogope mumeo? Mfanye mumeo kama rafiki yako, tia naye story, kuwa naye karibu. Usimwachie nafasi house girl awe karibu na mume wako. Baba unaonana naye muda mchache sana. Wewe asubuhi unaenda kazini, yeye anaenda kazini. Baba karudi, unaweza ukatangulia wewe au ukatangulia yeye. Wewe mchumbani unafanya mambo yako. House girl anakuwa karibu na mumeo. Baba unanikupa juice? Baba nikupe nini? Unajua ile huduma tu ya karibu anayopewa, baba anafarijika. Na siku hizi house girl wamekuwa wajanja. Huko wanapotoka wanafundwa kabisa. Ukawapende watoto, na baba akishaona house girl yuko karibu na watoto wako, anawapenda na wajali, baba kaona. Kwa hiyo ukifanya madudu yako inakuwa rahisi sana kusema acha ni muoe huyu, kwa sababu watoto wamemzoea. Unastukia ngoma hiyo, house girl kaishika nyumba. Kisa nini? Anawapenda watoto, anajua kuwahudumia watoto na kadhalika. Afu ukizingatia mke ananidharau, mara jana kanichamba, mara nini. Mwanaume unajua na mawazo mafupi sana. Anaweza kusema huyu mwanamke ananizingua, aondoke zake tu. Hayo house girl, mbona anawapenda watoto wangu bwana? Mbona na yeye mzuri? Mbona naye hivi? Nitamsomesha huyu tuition, lugha itapanda, nitamfungulia saluni, nitamnunulia kompyuta. Huyu kwanza huyu ni mdogo. Unajua wanaume wana mawazo ya ajabu sana. Kwa hiyo cha msingi ninachowaomba wanawake wenzangu, kina mama, tuwajali waume zetu. Na lazima umjulie mumeo hata kwa macho tu. Ukimwangalia tap unajua huyu leo anataka majani ya kunde ya nazi, unamwandalia. Mpikie mumeo chakula anachokipenda. Mjali mumeo. Muhudumie. Kuna mambo mengine madogo kama kumpa mumeo juice. Nyanyuka bibi, fungua friji, chukua juice mpembe. Sio umekaa na mumeo kwenye kochi. Mama fanya juice ipo. Monica kaleta juice. Nyanyuka mwenyewe. Mume wako akuangalie chini mpaka juu. Nilivyomuoa huyu alikuwa hivi, sasa hivi mambo fulani yameongezeka. Mume naye anatabasamu, anaona mama unapita pale na kanga moja, unaleta juice, anakunywa, anafurahi. Sio kila kitu house girl. Kufua house girl. Kupika house girl. Kutandika house girl. Kulea watoto house girl. Haipendezi katika maisha ya mke na mume. Kwa sababu mke ni msaidizi wa mume. Huduma zote muhimu fanya wewe, usitegemee house girl. Usimpe nafasi house girl. Utavunja ndoa yako, utalia na watu watakucheka. Nini hapa? Mbona sio wewe? Nini? Mbona sio wewe? Nini ile? Nini? Hivi wewe, leo kutembea na huyu kweli? Na mimi tembea na huyu. Si mwanamke pia. Nini wewe? Mimi si mwanamke. Wewe kwani jamani? Mimi si mwanamke. Ni yule nani mimi hapa? Hata kama. Wewe. Niache na kwa. Nakwambia niache. Nitakutandika. Kwa nini pendo unafanya hivi jamani? Kitu gani? Ule ni mwanamke kama wewe? No, ule ni mwanamke kama wewe. Yes. Mweka hapa nikwambia. Mwanamke kama wewe. No. Nataka kia. Nenda kwenu. Nenda kwenu. Nakwambia kabisa. Sasa. Sijawa kwa nakwambia. Na naenda kuchukua bega. Na ndo. Na wewe mara. Acha.
Ni kitu cha aibu sana mama mwenye nyumba eti nimeachika kwa ajili ya house girl wangu. Kila mtu atakuona mshamba. Kwa sababu ulimpa mwenyewe nafasi. Siku hizi wanawake tuko kibao, wanaume wachache. Kwa hiyo upatapo mama gangamana. Habari ndio hii. Sina mengi sana, na kitu ambacho nataka nizungumze kinahusiana na chetezo. Chetezo kinajenga ndoa ya binadamu. Na chetezo kinajenga nyumba ya mtu yoyote. Lakini watu wengi sana wanadhani chetezo kina maana nyingine, hakina maana nyingine. Chetezo ambacho kuweka manukato ndani ya nyumba ambacho hiki hapa ninacho. Hiki chetezo unaweka moto wako, unatia udi wako, unaweka chumbani kwako unakolala, unaleta manukato mazuri. Unachukua nguo zako unajifukiza kama una ya mume. Unajifukiza pale, ukishamaliza unakuwa tayari kujiandaa kupanda kitandani. Na chetezo mara nyingi sana kinatumika usiku. Usijifukiza mwanamke udi ukaanza kutembea juani. Udi unatoka kwa ile harufu ya jasho unatoka, unakuwa udi usikiki. Lakini udi mara nyingi unajifukiza usiku wakati unatoka kulala. Unajifukiza unapanda kitandani, unalala na mumeo safi. Hata mkitoka pale, hata mkijamba, harufu za maushuzi zionekane na ukia harufu ya maudi tu. Na udi unauzwa bei rahisi tu. 5,000 unapata, 10,000 unapata. Mwanamke alikuwa kamili lazima uwe na udi ndani. Chetezo kama hiki unakichuchumalia, unajifukizia udi wako mwenye umeweka, unachuchumaa mwanamke. Ndio maana chetezo, umekoga maji yako vizuri, umejitawaza vizuri mwanamke, unachuchumaa, unasafisha mwili wako kwa udi. Ukishamaliza hapo mwenyewe uko tayari kwa kulala, chetezo unakiweka zako chini, kazi yake imekwisha. Mwanamke hukamiliki bila kuwa na chetezo ndani. Chetezo kina maana nyingi sana. Chetezo kinamtuliza mume ndani ya nyumba. Chetezo kinatuliza kelele ndani ya nyumba. Chetezo hichi unakiomba. Chetezo nikalishe mume wangu atulie, asiangalie macho ya watu nje. Unaweka udi wako unajifukiza. Udi una maana nyingi sana. Lakini perfume utajipulizia juu tu, unanuka basi dakika inapotea. Lakini udi paka chini. Unajifukizia huku unakuja unatoka pumzi mdomoni.
Mpaka mumeo usiku anakuuliza mke wangu, kwani leo umefanya nini? Kumbe mambo ya udi. Udi una maana. Haya mambo ya perfume yote ya kuiga, lakini udi toka enzi hizo za mababu na mabibi upo udi. Mada tunayoingia sasa inahusu vimada au nyumba ndogo. Watu wanatafsiri majina tofauti tofauti, lakini nikisema kimada nafikiri ninaeleweka. Ukiwa kama mke katika ndoa yako, siku hizi kuna wanga wengi ambao kazi yao ni kupeleka umbea tu kwa wake za watu. Unaweza kaambia shemeji ana mwanamke Ilala Shauri Moyo, ana mwanamke trafiki polisi yuko Kimara, ana mwanamke mahali fulani. Kwa kweli mume anauma, sio siri. Kitchen party ya kwanza tulioeleza kwa kifupi tu kuhusu mambo ya nyumba ndogo, lakini naomba niichambue kidogo. Kwanza, kitu cha kwanza, ukishasikia mumeo ana nyumba ndogo, jiulize kwa nini? Mimi nina nini mpaka aende kule? Tena jichunguze kweli kweli. Ukiweza vua hata nguo mwanawane. Sasa mbua, geuka, binuka, jikague, nina mapungufu gani ambayo yamesababisha mume wangu aende nje. Usikurupuke kwanza kutukanana na mumeo. Jichunguze kwanza. Kama ulikuwa umtoshelezi vizuri, badilisha mastyle. Style ziko kibao mwanamke. Ukitaka kuchuma mboga, mbwa kachoka, style nyingi tu. Kwa hiyo katika uchunguzi wako, mumeo anaweza karudi. Kama umezoea mumeo anapenda ndizi nyama, basi kila siku tarehe 1 mpaka 31 unapika hizo, badilisha diet. Ulikuwa humwekei mumeo maji ya kuoga, mpelekee tena ya moto. Ni katika kumchunguza tu kwanza. Kule kwenye 6 kwa 6 chumbani ndio jitume kweli kweli. Hasa kwenye nyonga. Unajua wanaume bwana wanapenda vitu tofauti tofauti. Sio unalala tu kama unasoma gazeti, hapana. Mwanamke mastyle. Unaweza kusema asili ya kwetu viuno vyetu vigumu. Hamna kiuno kigumu duniani. Fanya zoezi. Wewe upo nyumbani, mume kaenda kazini, simama kwenye kioo, vua nguo zote. Si unajua kuhesabu mpaka 10? Basi andika 1 mpaka 10 kwa kiuno. 1, 2, 3, 4. Kila siku 1 mpaka 10 kwa kiuno mpaka kinakuwa laini. Sasa jamaa akija unaendelea hivyo tu. Unaandika. Yaani unampa vitu ambavyo hata akienda nje akivikuta sasa hata nyumbani nafanya. Lakini sio unambania akienda nje anapewa vitu adimu, akirudi nyumbani havipati, anababaika kule. Kule nyumba ndogo na kila mbinu za kumshika mume wa mtu. Wewe mke nyumbani unakata kachumbari na kisu, mwenzio kule anakata na kiwembe. Zinakuwa tofauti. Wewe unampikia bobo wa mafuta, kule anapikiwa nazi. Wewe unamwachia anapeleka maji kuoga mwenyewe, kule anapelekewa tena ya moto na kabebwa mgongoni. Kwa hiyo vitu vya ajabu ajabu kama hivyo vinawachanganya sana waume za watu.
Mumewe ana kimada, basi mbio unaenda kuchukua mashoga zako, mara mmepigia mtu wa matarumbeta simu, mnataka matarumbeta kwenda kuchamba mtaani, vurugu na matarumbeta mpaka kwenye nyumba ya watu. Sasa unafika kule unakuta mwenzio ndio keshajiandaa yuko gado. Mume wako kufika kule unapigwa wewe. Si aibu hiyo jamani? Ni aibu kubwa sana. Hata mumeo akisikia, mkeo kaja leo, tena kaja na matarumbeta tumechapa. Aibu, unajidhalilisha wewe, unadhalilisha mumeo, unadhalilisha familia yako. Siku hizi mambo ya kupigana mbona yamepitwa na wakati? Mwanamke ubunifu bwana. Yeye ameenda lakini sikarudi nyumbani. Na wewe nyumbani unarekebisha yale mapungufu. Ndio maana naambia kina mama mtoke, mtembee. Nendeni kwenye kitchen party, sio unakuwa mwanamke wa nyumbani tu, mwanamke kutoka. Ukitoka kuna mambo mengine, kuna mada zingine unazipata pale. Kwa hiyo ukirudi nyumbani unaziba viraka vyako. Sio lazima ufanywe sherehe ya kwako. Unaweza ukaa upo ndani ya ndoa miaka mingi lakini uende na wakati. Na kuna wale ambao wanaolewa sasa hivi wanafanywa kitchen party. Lakini cha msingi bibi, toka. Jichanganye na kina mama wengine, jichanganye na watu, jichanganye na wanawake wanaopenda maendeleo. Unadonyoa hapo, umedonyoa hiki hapa, umedonyoa hiki, unakwenda nyumbani na wewe unaziba viraka vyako, unakaa kwa amani na mumeo. Mambo ya kukurupuka kwenda kupigana, kukodi matarumbeta yamepitwa na wakati. Usikurupuke wala usifanye ushambenga wote. Mumeo ndio umesikia na nyumba ndogo, basi akirudi nyumbani unauvimbisha mdomo. Mama chakula kapewa, utajua huko ulikotoka. Mara kachelewa kurudi, kalale huko. Akienda kweli utamlaumu. Asubuhi anarudi, kwani umelala nje? Sasa umekata kufungua mlango mwenyewe. Nimeondoka. Na unakuta wanaume wengine jeuri. Kuna wanaume wengine jeuri. Unaweza ukamgombeza naye akakujia juu kama umechoka ondoka. Utafanya nini? Nyumba unaitaka, mume unampenda, watoto ndio hao. Uende tena kijijini ukaanze na moja, wapi bibi? Inabidi uvumilie. Sasa unapokaa na mume wako umeshasikia maneno kama hayo, fikiria kabla ya kuongea naye, ujue unaongea naye kitu gani. Ukimlopokea na yake kulopokea utaongeza hasira. Kwa mwanaume. Ndio nini? Choko kwenye bao na kwenye. Unajua kwa sasa hivi ndakula. Si nipo kwangu. Maana kuwa na ibani nini? Ipo mwanaume. Unajua sipendi nyanga. Lini utakapobadilika? Kwa nini usiende kulala? Nikinywa pombe nyumbani kwangu what's the problem? Nikiwahi kurudi tatizo, chelewa tatizo. Sipendi maneno. Umechoka kukaa ndani ya nyumba. Ndio hana maneno. Ila mimi kama Diana ndio hana kitu nyama. Unakuwa Mswahili mwanamke. Peke. Wewe leo. Wapi unabaki? Mswahili. Wewe Mswahili? Uwezi. Go sadika. Uwezi. Ho. Sitalala bila wewe. Unasikia? Ushazoea wewe kulala na watu wengine. Mimi kutokuacha kiamu nalala kwa sababu gani? Hebu panuka mawazo mwanaume wewe. Unasikia? Sio kutokoza kunywa pombe, ni pombe na mahawala. Na nimesema safari lazima nirudi kwetu. Na nitakomesha mwanaume wewe. Usisikie wewe. Kutwa kibuna njia. Mara kidogo, mara wapi. Kwanza kupata hawala yako ya shule. Kwa nini Fred? Kwa nini unafanya hivyo Fred? Na ukimuongeza hasira yule bwana na wewe ndio imefumuka, amani inakuwa hakuna. Tafuta ufumbuzi wa kufafanua lile jambo kwamba huyu mwanaume ana nyumba ndogo, nimefanya uchunguzi, nimegundua, mrekebishe yale mambo. Na mnaweza mkarekebisha yakarekebika vizuri, mkakaa kwa amani. Na mnaweza mkawa msishirikishe watu kurekebisha mambo kama hayo. Ukajua nitamchanganya chumbani. Mnaweza chumbani mkafanya mambo, mkaongea, kesho kutwa mkigombana unakumbuka. Unaona? Kwa hiyo mambo kama hayo yakisharekebishwa, na wewe sahau, mnaganga upya, mnakuwa na maendeleo. Lakini kila siku hamna kujenga, hamna kununua kiwanja, hamna kununua gari, nyinyi kazi yenu kugombana kuhusu mambo ya wanawake tu. Nimemfumania,
nimesikia naongea na simu chooni. Sio nimefanya. Usijipe pressure. Ufunguzi wa yote hayo unaweza ukabadilisha mazingira pale nyumbani. Ukajituni wewe upya. Kama ulikuwa umpelekei maji ukampelekea na kadhalika, inaweza ikawa isimchochee yule bwana akaiachia ile nyumba ndogo. Mimi ninachoona cha msingi ni kwamba fanya kwanza uchunguzi. Ukishafanya uchunguzi wa kina, ukigundua kwamba ni kweli, unamuweka mume wako, mnaongea, unamuelewesha, bwana mume wangu, nimesikia hivi na hivi na hivi na hivi, nimechunguza, nimeona ni kweli. Unaniambiaje kwa hilo? Umuone yeye pale kigugumizi atakachokitoa pale. Na wakati uchunguzi wako unaendelea, anaweza pale kama mwanaume mwenye busara, anaweza kukuomba radhi pale, mke wangu samahani, shetani aishi na nini, na akaacha. Lakini mwingine anakataa na huko anaendelea. Sasa hali kama hiyo inavyojitokeza, nafikiri kwenye ndoa yenu kulikuwa na wapambe, best man na matron. Mnaweza mkawafuata wao kwa ushauri zaidi, kwa sababu wao walioana kabla yenu, ndio maana wamewasimamia. Wakishindwa hao, kuna washenga wao. Pelekeni swala hilo. Na vile vile washenga wanaweza wakashindwa, ukaenda hata kama ni msikitini au kanisani kwa shehe aliyokufundisha ndoa, ukalipeleka hilo swala, au ukapeleka kanisani kwa padri ambaye amefundisha ndoa. Mumeo akaitwa, akaelezwa pale na mistari ya dini kamwagwa pale. Mume anaweza kujirekebisha kwa hilo. Lakini usichukue hatua ya kwenda kupigana. Wala usichukue hatua ya kufungasha virago eti narudi kwetu. Siku hizi wanawake tuko wachache. Wanawake wengine wamekaa standby nasubiri huyu atoke niingie. Wanawake wengine wanakesha makaburini kwa kuroga wapate waume. Wengine wanaenda kwa waganga kienyeji wanaloga wapate waume za watu wawashiki. Sasa usikimbie nyumba yako kwa mambo ya kusikia eti ana mwanamke mwingine. Ni kitu cha kawaida hicho kwa mwanaume. Sio kama mwanaume akienda nje ya ndoa ina maana wewe hakupendi wala. Basi tu utakuta mwanaume anasema siwezi kula nyama kila siku, lazima nikale matembele. Pengine kampani yake anayokaa nayo, kila mtu anakuwa na kimada, basi naye anasema lazima na mimi sionekane mshamba. Sio kama hakupendi, anakupenda. Unaweza utakuta mume wa mtu ana vimada 5, lakini penzi la mkewe liko pale pale, na akiwa nao vimada anamfagilia mkewe. Mimi nishashuhudia bwana akishaacha kimada kwa sababu alimkandia mke wako mwenyewe miguu mibaya. Mke wangu miguu mibaya kwa heli. Hasira zimemshika kwa sababu nini? Hapendi mke wake adharauliwe, anampenda. Ndio maana mambo ya vimada, mambo ya nyumba ndogo ni siri. Paka ukiona mwanaume kakamatwa, ujue huyo mwanaume anajifunza. Lakini kwa wanaume makroniki kabisa huwezi kumsikia na mwanamke nyumba ndogo. Mwanaume ambaye anakamatwa kila wakati ni yule ambaye anajifunza uzeeni, nguni wa uzeeni. Utamuona tu mabadiliko pala karudi. Mke wangu. Kwa nini mboga msiwekee nazi? Hizi za nazi zinakuwa nzuri kuliko za, yani anakuwa na vitabia fulani unajua huyu ya nazi kaijulia yapi? Huyu ya karanga kaijulia yapi? Mbona hujai kupika? Unaona kuna mabadiliko. Anaweza akatoka amevaa nguo ya ndani nyingine kauli na nyingine. Yaani kuna vitu ambavyo unaweza kumkamata wewe mwenyewe bila hata kusikia kwa watu. Anaweza akatoka anarudi ambaye amemshevu kule sehemu. Magic imepita fia karudi msafi huku kusafi. Yaani uwanja wa mpira msafi. Na ina maana ameenda saluni? Hapana. Kwa hiyo unaweza ukamkamata mumeo kwa mabadiliko. Ndio maana naambia kina mama tuwajulie waume zetu. Mjulie tabia yake. Hiki anapenda, hiki hapendi, hiki ukimwekea wimbo huu ana smile, ukimchezea sebene anacheka, na umjulie kwa kila kitu. Inakuwa rahisi kumkamata bila kusikia. Unaweza ukaeletewa maneno kumbe ya uongo. Wanaokueleza nia na madhumuni wewe na mume wako mgombane. Kila kitu unachoelezwa si kweli. Au ni wapambe nuksi. Sasa wewe sio unaanza kufukuda. Nimesikia. Mchunguze kwanza mumeo. Unaweza kukuta hamna mabadiliko yoyote na nyumbani heshima kama kawaida na muda wa kuondoka ndio ule anaorudi kama kawaida. Fanya uchunguzi kwanza,
Ukigundua kwamba si kweli, utajua cha kufanya ni nini. Ukigundua ni kweli, njia ni kama hizo nilizokueleza. Nia na madhumuni ni kujenga ndoa. Wamama zetu zamani ndoa wanaishi mpaka wanazeeka na fimbo zao. Wazee wanavumiliana, wanafikiri hawafumaniani. Hawafumaniana, wanagombana, lakini wanavumiliana miaka nenda miaka rudi. Lakini siku hizi ndoa za sasa wakikaa miaka 5 ni kushukuru Mungu mpaka wanafanya pati. Mavagi kila siku, amani hakuna. Mpaka watoto wakikua, unawafundisha nini sasa watoto? Umeshazoea baba kila siku anampiga mama. Kwa hiyo mtoto naye unamfundisha. Kwa hiyo cha msingi ni kumjulia mumeo. Usiwe na papara. Unaposikia jambo, mwanamke lazima uwe na kaba. Tulia kwanza ili mambo yako yanyooke. Usiwape watu nafasi ya kukucheka. Usiwape watu nafasi ya kukuzungumzia. Mke wa fulani, mke wa fulani. Tulia. Na Mungu atakubariki sana. Habari ndio hiyo. Mada tunaongelea sasa ni mada ya usafi. Usafi unaozungumza hapa wa mke na mume. Mtu nikimzungumza mtu aliyeolewa na mume wake, nikiongea mke na mume anakuwa kishaelewa. Mke na mume kuna usafi wake. Usafi wa kwanza, lazima ujitahidi sana mume kwenda kuoga naye chooni. Hilo kwa mwanamke hasa mwanandoa linajenga vizuri sana. Mume karudi kazini, mnaingia wote chooni, mnakoga wote na mumeo, unamsugua taka za vigongo nini. Hata ule mume aliyeoa anajua hasa sasa hivi mimi nimeoa na mke. Naye pia anakusugua wewe mgongoni, ukitoka pale na urudi kitandani ndani, unamkagua mumeo sehemu zake zote za mwili. Yaani sehemu zake zote ile mume za mwili, kazi yako wewe usafi. Lakini kama wewe utakuwa hukumsafisha, usifikiri kama mtu mwingine anatoka atakuja kumpe kwa mume wako akajua na uchafu sehemu gani. Na yule mume pia nazungumzia kote sehemu mbili zote kwa wakati mmoja. Mume pia naye anatakiwa yeye akuangalie wewe usafi sehemu gani. Sehemu zako zote za mwili mkabidhi mumeo akufanyie usafi. Sio mume yuko kazini, wewe unachukua shughuli zako mwenyewe, unakwenda zako wapi? Umemchukua huyo nani topazi, umekuja na nyumbani, unafanya usafi, mume hajarudi hapo. Unasafisha Mbagara kule kuna kwa kweupe. Yule mume akija kuangalia na kuta Mbagara kweupe. Watu wengi wameshavunja ndoa zao kwa ajili ya hivi. Kwa sababu yule mume utakapokuja kumwambia mimi nimesafisha kwa ajili ya uchafu, atakwambia ungeniachia mwenyewe hii kazi. Hii kazi ya usafi wa mwili wako ni ya kwangu. Hii Mbagara ni kazi yangu mimi kusafisha, wewe ni kuhusu nini? Mume hayupo na kusafisha Mbagara, unaivunja ndoa yako. Unaonekana wewe kuna sehemu ni kwenda kupeleka umbili. Na kwa nini ufanye hivyo kabla mumeo hujampa taarifa? Ukiwa huko na mumeo, mwili wako wote msabilie mumeo. Kila kitu afanye mumeo. Swala la kusafisha Mbagara juu yake, na yeye unamsafisha kidonde maji juu yako. Kila kitu yani. Yeye anakusafisha wewe na wewe unakusafisha. Ndio raha ya ndoa. Ndoa inajengwa na mambo madogo madogo. Jambo dogo tu unaweza kwa unakuta unavunja ndoa yako. Dogo sana. Kuna mwingine mwanamume akirudi akikuta biki ni mpya imewekwa ndani. Umeweka peupe. Yaani inamtia wasiwasi. Anaona hii biki ni mwanamke alivaa alitoka. Sasa amerudi ndio amevua ameweka hapa. Atakuwa akuelewi. Kwa wanaume wanaojua maana. Wako wanaume wanajua maana sana ya ndani. Lakini kuna wanaume wengine wasioelewa maana. Ataona yeye safi tu kwake. Utakuta kama kuna mwanamke mwingine ameshajua kabisa hizo tarehe zangu za maandalizi. Na mwanamke yote anapotaka kupata habari za kike anakuwa anajijua. Kwa nini usijiandae tu kama mapema? Lakini unaacha kama mfano usiku mpikiwa na usingizi umelala. Unachafua mashuka, unamruka mumeo. Unajua zile nazo ukipenda kumruka naye mumeo anaweza kupata hata maradhi ya eni, akapata maradhi yoyote. Kwa nini usijiandae? Ukajua kabisa hizo tarehe za mwisho wa mwezi, mbona nijiandae na mimi? Kama kuna peni lako mwenyewe ukatafuta ukaweka pembeni, ukatafuta kitu chako chochote ukahifadhi kwa ajili ya maandalizi. Unaweza ukatoka mwingine anajua kabisa tarehe za mwangalio lakini anaweza kwenda kazini, akaribikiwa kazini, anaanza kuangaika kwenye vyumba vya wazee. Hapo fulani una akiba kidogo, akiba ya nini? Kwa nini unapoumwa wewe kila mtu akujua wewe unaumwa? Mwanamke gani wa vipi wewe? Mwanamke unatakiwa ukiumwa wewe mwenyewe unajua mwenyewe. Kama ndani anajua mumeo. Na hii mumeo akijua baada ya usiku saa ya kulala,
Sio mume anarudi kazini tu anaingia. Mume wangu, leo mimi niko hivi na hivi. Hata yule mwanamume saa ya chakula, anaona pia kile chakula umetia ile uchafu wako unaongea. Mwache mume mpaka mbana kitandani mbelana. Akikugusa mke wangu, mke wangu mimi wali yangu sizo. Anajua. Na kama kazidiwa, ziko mbinu mbadala za kumsaidia mumeo. Unamsaidia mumeo hata hangaiki usiku ule. Ukimsaidia mumeo naye anajisikia kabisa kusema mwanamke kweli ananipenda. Lakini kwa uchafu utakao kuzidi mwanamke, utachukua soksi, utachukua mwisho utachukua hata kufulia mumeo unavaa wewe. Kwa uchafu yani. Mwanamke usafi. Usafi. Tena mwanamume mwingine akiona uchafu wako hata chakula kinamtumbukia nyongo hali. Anaona hasa uchafu alofanya mpaka kwenye chakula. Mara unachukua hiyo midude yako unataka kufulia hata kwenye beseni la vyombo. Kitu gani bibi? Vile vitu vingine unafua pembeni, peke yako chooni vizuri. Lakini unachukua vitu unakwenda kufulia hadharani, ukiuliza mambo ya uzungu. Unachukua vitu sivyo vya ajabu ajabu unakwenda kufanya unavyojua. Kitu gani mwanamke? Mwanamke huo uko kama umekwenda unyago, hata kama unaenda unyago. Unajifunza kutokana na makosa. Utakuta mwingine anamfungia mwanae kama gazeti hivi, katupe hivi kwenye ndoo ya taka pale. Watoto siku hizi watundo bibi wadunga, anaenda anafungua kule. Anaangalia na mambo ajabu anaitaenzi. Jamani njoni muone, mama sikanipa nini? Wanaitana. Unajiharibia mwanamke. Kwa nini mwanamke ujidhalilishe namna hiyo? Vitu kama vile unafua faraga, yaani hata mtu aone. Unafanya vitu vyako faraga unamaliza unarudi ndani.
Kwanza unatakiwa uwe unanukia, sio tena kwa sababu uko katika ile hali uje ujifukize mwanamke, utie mafuta mazuri wewe. Basi kwa sababu mimi niko katika hii hali mwanamume anigusi, basi wewe utakuwa unanuka. Haipendezi kwa kweli mwanamke. Mwanamke uwe makini bwana. Uwe msafi bwana. Mwanamke anasifia usafi babu, sio mambo mengine. Mimi nongo nini? Inahusu. Ukishamaliza kuvifua vile vimekauka mwenyewe umevianika, umevipanga vizuri. Kuna pasi yako umechomeka, ndio unataka kuvivaa, unavinyosha kidogo kwenye moto. Unaua bakteria vile. Unaua vijidudu, kutoka pale unakivaa mwenyewe na ndio shughuli zako. Lakini hapana, dada kimejikunja, dada utafikiri ngozi ya chui. Bibi taratibu taratibu bibi, usafi unahitajika kwa sababu mume yule ni wa kwako na ule ni haki yako. Unamchezea kwa utaratibu mpaka anajisikia. Haitoshi hapo. Unamnyanyua mume wako na mbalazi, pole mume wangu. Pole sana mpenzi wangu. Unamnyanyua, unamweka kwenye sehemu zako za kifua za maziwa. Unambana na maziwa yako kwa utaratibu. Unambana. Unamchezea na maziwa mpaka anajisikia kabisa. Kwa sababu atakuwa ni muda mrefu alikuwa kile kitu anakihitaji, basi dakika tu anakuwa amemaliza zile shughuli zake. Umemsaidia. Siku nyingine iliyofuata kama unaona hali bado. Ana zile siku lazima mwanamke uhakikishe unakwenda siku zako 7 ambazo kamili. Sio siku 4, mume wangu mimi niko tayari, hapana. Unaweza kumpa matatizo mumeo. Siku za mwanamke ndio ukwende siku 7. Siku 5 zile za kumalizia ile yake na siku 2 za mtizamio wako wewe. Siku ya 7 unarudi kitandani kama kawaida. Unamrudisha mumeo. Lakini hizi siku za majaribu za matatizo za mtihani unabidi ujitahidi kumsaidia. Asitoke nje mumeo. Siku hizi kuna matatizo mengi sana. Asitoke nje. Jitahidi ndani mle ndio unamalizana naye usiku. Unamaliza shughuli zake, unamchezea, unamshika na mikono yako laini nini. Ukishamaliza hapo unamweka kwenye sehemu zako za mapaja. Mungu anake tu miumba sisi tuna mapaji. Bana kidogo tu. Kwani mwanamume kazi yake ni ndogo sana. Dakika ngapi tukishamaliza shughuli zake? Hata 5 nyingi. Kishamaliza shughuli zake. Unamchukua mume, unamuomba samahani, pole mume wangu. Pole mume wangu kwa kazi nzito uliyoifanya. Yule mwanamume kama umeelewa anaelewa, unampiga busu lake na mkono wa kulia, unampiga mkono wa shoto, unampiga kwenye kipaji cha sura mwanangu. Umemaliza shughuli zako. Asubuhi ukiamka mtu wa nje hajui. Sasa wewe asubuhi ukiamka toka nenda kwa rafiki yako sasa. Mume wangu tena usiku neno nakwambia. Nikiwa naumwa sina raha. Usiku nakwambia ananisumbua mara hivi. Yule mwanamke unamwambia pale, huwezi kumjua yeye yuko vipi. Anamtafuta mume. Akienda kwake anampa mambo mazuri. Hata akiwa katika period hamjui, akiwa mzima hamjui. Anamshughulikia ipasavyo. Kwa nini usimalizane naye mwenyewe ndani? Mume kitu kingine dada yangu. Jitahidi sana. Ukishaamua kuolewa, wewe umeshachukua uzito. Mume kama mtoto unavyoona. Ukishaolewa wewe ndio mama, ndio mlezi wa yule mume. Wewe ndio mlezi wa yule mume. Hata kama utakuwa una watoto wako, lakini mume yule pia ni mtoto katika ile familia yako uliozaa pale. Watu wengi sana ukifanya jambo wanaona la kizamani, lakini sio la kizamani.
yametoka zamani na mpaka sasa yanaendelea. Kama ingekuwa jambo la zamani, kwa nini uchukue mahindi yalokobolewa ukapanda yakaota? Mambo yote ni yale yale, isipokuwa tunaingia mambo ya nje, tunaiga, tunaacha utamaduni wetu wa Kitanzania. Sisi wa Tanzania tuna tamaduni zetu bwana. Mwanamwali akimalea anafanywa unyago, anafundishwa maana gani ya kuishi na mume. Lakini sasa hivi watu wasahau uzungu. Tumesoma sisi, hataki mambo hayo. Lakini angalieni mnapotea, mnakokwenda kwingine. Mwanamke unatakiwa umekamilika ndani, umepitia unyago. Unyago umeumbwa. Umetengenezwa na wahenga. Msipotoshe mambo ya unyago. Mimi kama mimi naongelea, nafundisha sana ndani. Na namfundisha mwali kutegemea mimi nilikwenda unyago. Ningekuwa sijaenda unyago, nisingeelewa hata kitu kimoja cha kumwambia mimi mwanamwali ndani. Lakini mwanamwali nampa maneno mazuri sana ambayo yanamvuta. Hata kesho kwa mume akienda huwa ananipigia simu, "Halo, Auntie Vanessa, ulioniambia yote nayaona." Namwambia wanaume wengine wako tofauti, utakuta mwanamume ana hili, mwingine ana tabia hii, mwingine ana tabia. Mpe huru mumeo. Mumeo mpe huru kiingia ndani. Usiubane mwili wako. Kamsabilie mwili wako. Na yeye anakusabilia wa kwake. Mshike mumeo sehemu zake zote za mwili zilizotakiwa kushikwa. Na wewe yeye akushike sehemu zako zote za mwili. Ndio maana ya kufundwa mwali ndani. Hii ni kitchen party bwana nakupa.